Naitwa Robert Maliaki Matayo. Na miaka 50. Nimekaa Ngulelo sana. Kwa hiyo Gilai naenda siku moja kwenda kusalimia na kurudi. Kwanza tu lauda nikisikia kilio naenda. Kia kuna majanga yaliyotokea naenda. Kama hata hilo iliyotokea nilienda kuangalia kwanza msiba mamangu mdogo tena huko. Ndio nakuja nasikia tena ya kwangu. Wanakuambiaje? Ndio siku hiyo. Ndio nakuja tena naenda mjini. Narudi. Naambiwa njiani, mjini pale njiani, Magotofani. Maana unafahamu Magotofani. Naambiwa si umekufa. Umekufaje? Umekufa wewe, nenda usijafa. Umekufa. Alafu mtu nani naambiwa umekufa? Binamu wangu kabisa. Kajua huyu. Endelee. Binamu wangu kabisa. Kajua hii. Nikamwambia mama twende. Twende, alafu sasa hivi sina hata shilingi 10 mfukoni. Ambia twende. Tukafika mpaka hotelini kwake. Pale hotelini kwake akapiga simu nyumbani. Kapokelewa. Huyu akina Nilindo akaja na gari na msungu. Kaja na gari, kaja kanichukua na gari. Nichukua na gari huyo nyumbani. Kufika nyumbani, hapa nyumbani hasa si ndio kukaa kwanza kujiana hapa nyumbani. Gilai bado sijaenda. Mchungaji tu ameniombea pale. Waandishi wa habari na wao walikuwepo wengi. Lakini waandishi wa habari nilikuwa na wakataa wengi. Kwa nakataa wengi sana. Labda wewe mamako amepokeaje alivyokuona mara ya pili? Amefurahi sana. Amefurahi sana. Amefurahi asua. Wote. Na ulikuta watu wengi hapo? Nimewakuta wengi. Walikuwa wanasemaje? Walikuwa wananingojea mimi. Walishaambiwa kama huyu jamaa ameonekana. Ameonekana sasa wakawa wanasema umefufuka. Bado sasa nangojea pale nyumbani. Wanasema umefanyaje? Nimefufuka. Kwa hiyo mngojeni yule mtu hapa nyumbani. Ndio nikaletwa chap. Kumbe hujafa. Sijafa bwana. Ile kaburi lako wanasema wewe wamesema imefukuliwa. Wamemkuta mtu, wamempeleka sijui na kumzika wapi. Wapi sio Njiro. Wamemzika Njiro. Polisi walitoa ruhusa. Wale wa huku wajatoa, wajatoa. Ni kosa serikalini, lazima niende serikalini. Kwamba wamefanyaje? Kosa kubwa sana. Wamefanyaje? Haya, maisha sasa ulikuwa unaishi mtaani baada ya wewe sasa kurudi. Walio umekufa umerudi. Maisha yako sasa hivi unaishije mtaani? Watu wanakuchukuliaje? Tuko nao vizuri tu. Mama hata kelele. Mwanzoni wakati umekuja walikuwa kuogopa? Hamna. Moja tu alikuwa anaogopa. Wanaogopa moja kumtalimia naruka. Anasemaje? Anasema wewe sio mtu wewe. Wewe nenda bana. Sawa, labda baada ya hilo. Sasa hivi maisha yako unaendeshaje? Mamako yuko wapi? Yaani tueleze maisha yako kwa vizuri sasa hivi. Maisha yangu sasa hivi nikisema ni magumu. Ndio maana nikasema nitalia serikali wanisaidie. Maisha yangu kwanza sasa hivi ni magumu. Bado niko hapa kwa mjomba nikiangalia kwamba serikali inisaidie. Hali ni ngumu. Na hiyo kesi sijui kwa nini ikaenda, sijui kwa nini kaburi kafukuliwa kabla hatujaambiwa sisi. Labda wameamua kwenda kufukua kaburi hatujaambiwa. Yuoni ndio wamekuja. Nani hao wameenda kufukua kaburi? Nani hao walienda kufukua? Wako. Nani waambie sasa hapo? Babangu mdogo Dume ndo amefukua.
kaburi. Lengo lake likiwa ni lipi sasa yeye? Mwili itoke. Ishatoka mwili Isafirishwe. Shamba itaifishwe. Mimi ndio mkubwa wa familia sasa hivi. Maana saa nyingine ukisoma ni najua mtu kama hujasoma mbaya sana. Najua wale majamaa, serikali nisaidie. Hata hiyo kesi irudishwe mahakamani. Irudishwe mahakamani ijulikane kwamba hii shamba ni ya kwako, hii ya kwako. Maana yuko mmoja yuko hapa anaitwa Bosco. Yeye kauza mashamba yote akahama. Yeye yuko hapo kwa Bosco. Tuanze mimi na miaka fulani. Na miaka 50. Nimeoa na watoto 2. Nani na nani? Uko bebe pia. Wa kiume na wa kike au? Wa kike wote. Mke wako? Yaani msaada ni serikali nitetee watekwa hivyo wale majamaa. Wapi? Kwa nini ifukuliwe kaburi ese? Kwa nini afukue kaburi langu? Bila taarifa hatujapelekwa taarifa. Kwa nini? Hiyo ndio mbaya. Kwa nini wafanye hivyo? Mbaya.